Duke Abuye ana mbambamba Swahili wanasema. Lakini hata hivyo Duke Abuye si Kenya tu na hapa tumwatenganisha mlima Kilimanjaro, anaweza kuja kuwa kesho ni kwamba ni mdengeleko. Yeye Duke Abuye ana asili ya kindengeleko na anaweza kuwa mchezaji wetu wakati wowote wa Tanzania. Kwa sababu anastahili, ana sifa zote, mpole, kila kitu kipo vizuri. Kwani tusimpe uraia? Huyu ndio Duke Abuye sifa yake. Pacome huko ndo usiseme. Mimi Pacome ukinipa mlima Kilimanjaro na Pacome, nachagua Pacome. Pacome ana thamani kubwa sana baba. Ana thamani kubwa sana. Unajue Pacome labda mtu akuchukulia labda akupe twiga watatu ndio unaweza kumwachia Pacome. Kwa sababu ni mtu ambaye ametulia na anafanya vitu vizuri. Kocha ametulia. Yanga hii watu wanasemaga hatuchezi vizuri huko, watu wanakula 2, wanakula 3, wanakula 1, wanakula 4. Je, siku tukicheza vizuri si mtu anaweza kupigwa kijiji? Kwa Yanga icheze vizuri. Kuna watu wanaweza kusema Yanga icheze vizuri, lakini wakija kukumbuka klabu bingwa wanabaki wametulia kimya. Na ndio maana leo tumekuja na jezi za klabu bingwa, ni kwa sababu kwamba bado tuna kumbukumbu ya klabu bingwa. Na kuna watu washai kusema kwamba kama huna uhakika kwenda mbele usitengeneze jezi za klabu bingwa, lakini sisi tuna uhakika kwenda mbele, ndio maana tumetengeneza jezi za klabu bingwa. Tunalinga. Sio tuambie kitu kimoja. Sisi malengo yetu na focus yetu kuhakikisha klabu bingwa tunashika nafasi ya kwanza. Sasa hivi tunashika nafasi ya pili, tumezidiwa kimagoli. Tunahakikisha tunashika nafasi ya kwanza. Ukiachana ligi kuu ya NBC, sisi sasa hivi hatuna mpinzani yoyote ambaye anaweza kutusumbua kichwa. Sisi focus yetu, malengo yetu kuhakikisha, umeelewa, ule ukubwa unaongezeka, kwa sababu sisi tumeambiwa tuko kwenye kundi la ukubwa. Sasa nataka tuonyeshe na tuishie umma kwamba sisi ni wakubwa. Mpaka sasa hivi hatujapoteza mchezo wote. Nyumbani tumeshinda, ugenini tumesare, ni sasa tumepata pointi 3. Umeelewa? Lakini ndio kwa wote labda nawahakikishie umma, mashabiki wa Yanga wazidi kujitoa, kwa sababu Tanzania timu moja tu, Yanga Africans ndio timu nzuri. Nikwambie kitu na kazia kwa mwanangu hapa ni kwamba Yanga Afrika katika group lake ni timu ambayo haijaruhusu goli hata moja. Tuna clean sheet yana na clean sheet za klabu bingwa, lakini wengine tunawaona hapa nyumbani wametutia aibu, lakini sisi ndo tunawabeba watu wengine. Umeona, kuna watu wanasema leo mmecheza na timu dhaifu bwana. Sawa hivyo, katika ligi hii nani ambaye yuko vizuri? Hebu nitafutieni nyinyi katika ligi hii nani yupo vizuri ambaye sisi hatujai kumfunga duniani katika ligi ya Tanzania. Naomba nijibu swali lake. Naomba nijibu swali. Iko hivi. Sisi kutokana na ubora wetu wa kimataifa, sawa, lazima timu yote ikicheza na sisi tuonekana dhaifu. Kwa nini? Tuna wachezaji international, tuna wachezaji ambao wanajitoa, tuna wachezaji quality player. Umeelewa? Kama si mashabiki tulivyotuona mashabiki wa Yanga, ukiona sisi tulivyo tuko quality, tunaongea uhalisia, tunalijua boli na tuko kwa ajili ya Yanga. Kwa hiyo akisema tumecheza na timu dhaifu, acha kuongea, kwa sababu mfamaji siku zote haishi kutapata hapa. Uficho mume leo Dube mmemtafuta goli la kutenga, wanasema goli la kombolela Butoko enzi. Umeona penalty ya Dube ilipigwa mwaka 2002 na mtu mmoja wa Italiani, mtoto mmoja jina limenitoka. Ile penalty kama unataka kuifuata basi unaweza kuvunjika nyonga. Ile penalty aliyopiga Dube sijawahi kuona katika hata klabu bingwa imepigwa penalty kama ile. Ni penalty ambayo ukiangalia kwenye TV utaona wewe, maana replay. Ukiangalia unaona ule mguu kama unataka kuvunjika, kumbe penalty ndio inaingia huko. Ile penalty aliyopiga Dube sijai kuona katika klabu bingwa, acha ligi yetu, klabu bingwa sijai kuiona. Ile penalty ni hali ya juu sana. Dube mwacheni awe Dube. Hakuna mtu ambaye kama Dube katika ligi ya Tanzania. Kwa penalty magoli ya kutenga ya kombolela. Ile penalty haijawahi kutokea. Mimi naomba itoke penalty nyingine tumpe Dube. Tushapata mpigaji penalty. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu mkubwa. Tumepata mpigaji penalty. Wanasema goli la kombolela. Liwe hata goli la Mama Kimbo, sio la kombolela. Sisi tumeshinda. Sisi tumeshinda. Iko hivi, naomba nisikie kitu kimoja. Unasema goli la kombolela? Sawa. Sisi tutafanya vitu vinavyohitajika kufanyika ndani ya pitch yoyote, iwe Benjamini, sawa, iwe Chamanzi, iwe hapa KMC. Sisi tupo kwa ajili ya kuonyesha burudani. Wacha walopoke, wacha waongee. Ndio maana akasemaje, mfamaji yeshi kutapatapa. So wanacheza leo saa moja, tutakutana saa moja, afu utaangalia quality wa Yanga afu uangalie sasa. Mpira ushaisha, tamthilia kombolela inafuata saa moja. Mpira tumemaliza, tamthilia kombolela saa moja inafuata, nendeni mkaangalie. Simba tamthilia kombolela ile saa moja, nendeni mkamuone Kobisi. Mechi ishaisha, saa moja mkamuone Kobisi, ndio mtenda kumuona kule. Tola pale. Kocha mkuu au meneja sasa hivi? Kocha mkuu. Mnatuchanganya kocha mkuu. Unajua niliwaambiaga watu kuwa meneja anapatikana baa, watu wakawa nabisha. Umeona sasa meneja kashaondoka, amebaki kocha mkuu nani? Matola. Na Mgunda mmemwona leo uwanjani. Mgunda sasa ndo anaenda kuwa kocha mkuu Simba. Mgunda ndo anaenda kuwa kocha mkuu Simba. Ankali
Simba Mgunda anaenda kuwa kocha, kwa sababu kuna wawili chaguo lao. Kuna yule Ahmed Ali yule ambaye ndio anatakiwa kuwa kocha mkuu, ama Mgunda. Wakimkosa yule wanamchukua Mgunda. Suni tu. Jasusi sikashatuambia Mgunda au Ahmed Ali anakuwa kocha mkuu Simba. Cha kumalizia. Kasema jasusi, sio mimi. Story ya jasusi. Jasusi ndo kasema. Cha kumalizia mwenyewe wa hovyo kwa mujibu wa media. Yupo mule, yani jasusi kule Simba ni kama ngozi. Huwezi kuivua ngozi. Yupo mule, aondoki mule jasusi wetu. Hapo medali kasema utamu ni mechi ya 3, utamu sio mechi ya 2. Ushasoma kitabu cha Willy Gamba? Basi kumtafuta mtu kama Willy Gamba ni kazi sana. Yanga sisi kama ni Willy Gamba ni watu hatari. Au unakuwa chambali vitabu vya Willy Gamba hujawahi kuviona. Sema nini? Labda cha kukusaidia. Iko